wakamwambia hiyo ndogo ni yako, kubwa ni ya mshirika wako wa kanisa. Ninamkubali. Anafanya mambo mazuri. Unaweza kusema mimi ndio mtu wazi. Wewe unapoanza kwanza kuhubiriana kwenye magoti kikweli. Na kila kitu yote anakusaidia. Na kuna mwingine unasikia tu yeye aweza kumaliza wiki. Hajakimbia kwa mchungaji anafanya hivi. Hajaona mtumishi mmoja anapita, "Mama, baba simama kwanza baba yangu." Anamfanya hivi. "Baba kanunue tu kocha hapo baba." Anamwambia huyo mzee wa kanisa kama ni anambia, "Mungu akubariki, Mungu akubariki." Kuna washirika wako hivyo makanisa. Hawajisemi wapo. Na ndio washirika Mungu anawataka. Amen. Hawasubiri watakaziwa. Mungu anafanya mambo yao kisisi wamemaliza. Amen. Wapo na wako vizuri. Hata na mimi washafanya kwangu. Mimi si waombi washafanya Bwana mimi. Hao ndio washirika tunapenda kanisa liwe hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa na washirika wawili walivyo, kanisa linaenda vizuri. Wajue kama umuhimu wa wale watumishi. Watumishi wanaweza kuwa hawana fungo kwa kile kitengo wanagawia wachungaji. Lakini wale washirika wa kanisani wenyewe wanajua kama nikifanya hii kidogo mzee wa kanisa anapata. Nikiona yule mwimbaji anapoimba sana akipita kuna maji nibariki. Si anafanya huduma kwenye madhabahu unambariki. Amen. Unakuwa umefanya vizuri. Na habari kwa pili. Hiyo ndio kazi watu wanaifanya. Tuna mmoja waimbaji wanakuwa na kitu kidogo hawapata. Lakini wakutana mimi ndaimba. Tunaomba ni mgongaji wa nyimbo hana chochote. Unachomwambia kama ni nguo, kama ni fomi, ndio chukua. Anachukua anavaa ni fomi. Anajua anatoshaka. Kama ni kiatu unampa. Anavaa. Wanaona anaimba vizuri na mavazi kabisa anapendeza. Kumbe hawajui kama kanisa kuna watu wanamuona mimi ni fomi yangu. Wakitangaza ni fomi. Kwangu ndio ni fomi. Anaona watu hawajui kanisa. Hawataka kujitangaza. Mungu atubariki. Amen. Mungu anakukubali kwa matendo ya hivyo. Mungu anakukubali mtu wa hivyo. Mungu anakukubali unafanya matendo mazuri. Mungu anakukubali kama vile wewe unavyotenda. Unaweza kusimama tuimbe na tuombe Mungu kama vile Mungu anavyotaka. Tutaombea maisha yetu mambo mawili, mahitaji na magonjwa, na kisha tunasema Mungu aingilie uchaguzi wa Tanzania. Aingilie kati nchi ya amani nchi ya neno. Ikiwaka hapa vita, Kongo kimewaka, sasa huku nako kiwaka tutakuwa chaguzi ufike salama. Mimi kuwaka nini kuwaka huko mtaenda wapi? Mtaenda kama mtakimbilia huko. Kama mtaenda Zanzibar ingali Tanzania yote tawaka. Mtaenda wapi? Kenya nako kuna waka nasikia Sudan wanabebana na Kenya. Kenya iko naenda chokolora tena Kongo. Wanachangia na Burundi na wanachangia na Uganda wanachangia na Rwanda. Sasa mtaenda dunia ni wapi? Kuambie Mungu nchi ya Tanzania ni nchi ya amani, nchi nzuri. Haiwagi shida na watu wa majirani, inapenda majirani, inaishi na majirani vizuri. Ni nchi nzuri. Amen. Ina wao viongozi wanaoelewa, wana umuhimu wa majirani. Unaona kama mtu hata heshimu mpaka wa wenzake, huyo mtu uongozi wake ni Tanzania siona inaingia mambo mengine yana kichwa na miguu. Ndio maana tunaipenda kuiombea na tunaitembelea sana, tunatembelea hii. Inatupa vibali, inatusaidia, inatupa mambo mimi kujulikana kwangu kwenye TV ni Tanzania. Kama sijawahi simama kwenye TV hata huko Tanzania, naipenda. Napenda hata ningibadilisha kuwa raia wa Tanzania. Na Mungu kuna siku akinipa kibali naweza nikabadilisha nikawa Tanzania. Ni kitu kingine sana. Kwa sababu kama leo mitandaoni inajulikana ni kwa sababu ya nchi ya Tanzania. Nakwambia ukipata baraka usiofie kuisema ulipata. Amen. Hii niko nakwambia. Wakongomani wengi hawajui kama niko na kifungu wazi. Lakini Watanzania wengi wanajua kuliko Wakongomani. Wengi wanajua kuliko Wakongomani. Hata kwenye makao makuu huko nimeenda mpaka kwenye TV, mpaka kwenye TV Upendo nimeongea pale. Haoni kama mnafanya kitu kikubwa. Mungu atubariki.
Kumbe tutaomba hiyo nayo Mungu atuletee amani Tanzania. Tunaanza kwanza na maisha yetu. Mungu atujibu mahitaji ya watoto wetu. Mtoto kama na mtoto mkaidi, kama mtoto analewa, utamsema mbele za Mungu. Kama wewe watoto wako wana akili shuleni, utamwambia Mungu, nataka watoto wangu wawe na akili. Hakuna mtu mwenye alikuwa na mtoto mwenye asiyependa masomo kama mimi. Mtoto alikuwa hapendi shule. Na mbeba shule ananiambia mimi nitaolewa. Namwambia utasoma. Amen. Nikaona niko nabadilika. Nikaja nikamwambia mwanangu, ukisoma ukifika, alikuwa sekondari. Ukifika sekondari kitu fulani takupa. Akisikia vile nasoma. Ya akimaliza. Wakisema amepita, anaenda nyingine nani? Nyingine nampa kile kitu. Namwambia tena mwanangu, ukiweza ukifika kupa hiki. Akafika. Utafuta diploma nikamwambia, ukipata diploma na kununulia simu kubwa ya mkono fanya hiyo. Ndio mama, ukiweza mwanangu. Akapambana matokeo natoka anapata diploma. Sasa nimwambia mwanangu, naenda kusoma miaka 5. Unaenda somea siasa. Uwe mwanasheria. Azamana, niko mtoto wa kike. Nitazeeka mama. Nikamwambia wewe utazeeka miaka 5. Weka mtoto wako nguvu. Na pamoja na kuomba na kuhimiza. Amen. Akasema nitawezeka, nikamwomba akanambia aenda. Pesa zitapata. Hivi mwaka wa 5 mwezi wa 8 mtoto amehitimisha miaka 5. Leo ni mwanasheria. Amen. Bwana usivunjike moyo wa mtoto wako. Endelea kumpambania, kumuombea na kukuwa unamuhimiza. Nakuwa namuhimiza kidogo na kupata kadogo na ndio mwanangu. Kimaliza hapo tunaenda kazawadi mwanangu. Anaenda tena kwa vizuri apate zawadi. Tunataka kuomba. Tunaombea watoto, tunaombea familia zetu. Usichoke, omba kama vile utakavyotaka. Tutakuwa tunaomba, tunakuja kukamilisha. Tuko na wachungaji hapa watakamilisha. Niko hapa tunakamilisha. Lakini tunaacha kwanza omba. Acha kwanza kidogo vya nyumbani, si ndio? Sahau kidogo. Pandisha kwanza dhambi zako. Uombe tu, usione mimi, usione wachungaji, uone kwanza Yesu. Uone kama atakukubali. Juu ya vile utaongea. Ukishaomba sasa, utatamka vile unavyotaka. Sisi nikwambia Mungu uishajua vile watu wako wanasema mbele yako. Sisi hatujui, wao wanajua. Nenda watendee. Amen. Tuanze kuomba, tusubiri kuimba kwa sababu hatuna muda. Tuombe. Karibu kwa Baba. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu. Tunaendelea kuomba neno lako na kibali chako. Mungu wetu. Ndio kwa ninaendelea kukupenda na kukujali. Wakati huu unaendelea kukusaidia. Baba, wewe ni mwaminifu na wa kweli. Mungu siyenyamaza kimya. Unajua mahitaji yako, unajua maisha yako, maisha ya mtoto wangu amemaliza shule leo, unaweza kupata na Mungu akuokoa sasa, anaweza kupatikana kwa sababu mtoto amefanya na yako mjekani, nikiwaambia watu yako Bwana. Baba, katika jina la Yesu, ulete kibali, utukubali, unikubali, ukubali wachungaji, ukubali washirika, ukubali waganga walio hapa, wanaotoa sadaka zao, wanaotulisha, wanaotuweza, wametuopesha, wametupa chakula, wametupa mafuta. Unaweza kuomba.
Bwana